Nikiwa kama kiongozi wa umoja wa vijana ambaye anaingia katika kikao cha halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi, nikishukuru chama changu, Chama cha Mapinduzi, lakini kwa kipekee mgeni rasmi nikushukuru wewe binafsi kwa kuona miongoni mwa ziara zako kuhakikisha unashirikisha na viongozi wa vijana kukusindikiza katika kujenga chama chetu. Vijana kupigia makofi. Ndugu zangu, nimeona niliseme hili leo ndani ya mkoa wa Songwe kwa sababu hii inaonyesha ni namna gani chama chetu, Chama cha Mapinduzi, kimejengwa katika misingi madhubuti, misingi ya uimara na misingi ya kifikra bora kuhakikisha chama kinawasaidia watu wa rika zote. Vijana, hii kwetu ni heshima. Sasa niwaombe vijana tuonyeshe heshima hii. Mheshimiwa mgeni rasmi, jambo la mwisho. Sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi na vijana wa taifa hili Tanzania tuna mapenzi makubwa sana na mwenyekiti wetu wa chama, Dr. Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa, vijana tunataka tukuombe upeleke ujumbe wetu kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Mapenzi ya vijana hayawezi kuonyeshwa kwa maneno matupu. Mapenzi ya vijana hayawezi kuonyeshwa kwa kuimba tu. Tutahakikisha mwaka huu wa uchaguzi 25 tunazipambania kura za rais wetu kwa kishindo kikubwa sana. Lakini jambo la mwisho, ili kumsaidia kazi rais wetu, sisi vijana wa Chama cha Mapinduzi, ndugu makamu mwenyekiti, tukuhakikishie tutakwenda kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika maeneo yetu. Sasa makamu mwenyekiti, kwa nafasi yako ni kuombe ndani ya mkoa huu wa Songwe na mikoa mingine Tanzania, tumebahatika kuwaona vijana waerevu, tumebahatika kuwaona vijana wenye ari ya kukitumikia chama chetu na serikali yetu. Tumebahatika kuwaona vijana wenye uwezo na uthubutu wa kulitumikia taifa letu. Pale wakati tutakapofika, vijana wenzetu wale wenye uwezo wa kuhudumia chama chetu na taifa letu, wenye nia njema ya kuhudumia watu wetu, watakapochukua fomu za kugombea udiwani, watakapochukua fomu za kugombea ubunge, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, tunakuomba tuwapitishe vijana hawa wakamsaidie rais wetu kwa vitendo na sio kwa maneno matupu. Baada ya kusema hayo, ndugu mgeni rasmi, kwa heshima kubwa nikushukuru tena kwa mara nyingine kwa kuridhia kusimama katika kikao hiki chako muhimu na mimi kuzungumza machache kwa niaba ya vijana. Viva vijana, viva!